tunaenda kuzindua tuzo hizi kwa mara ya kwanza. Zinaenda kufanyika mwaka 2026 tarehe 27 mwezi wa 6, East Africa Commercial and Logistic Market EACL, ukumbi uliopo pale Ubungo, zilipokuwepo stendi kuu ya zamani. Tuzo hizi zinaratibiwa na kampuni inayoitwa Rabel Africa Limited, kampuni inayojihusisha na mambo ya security research. Labda nitaeleza kidogo historia ya hizi tuzo. Baada ya kufanya utafiti na kufanya research ya mambo ya ulinzi na usalama, tukagundua kwamba kuna kila sababu ya kutoa motisha kwenye wapiganaji ambao wao ndio wanasababisha taifa linakuwa salama, na tutajaribu kueleza kategori mbalimbali ambazo zinaenda kuwaniwa. Hizi tuzo zimejikita kwenye mambo ya ulinzi na usalama peke yake. Kwa hiyo ndio maana tunasema ni usiku wa huduma ya ulinzi na usalama nchini. Tunaenda kugusa makampuni ya ulinzi. Makampuni ya ulinzi yote nchini yanaenda kutizamwa moja kwa moja. Lakini pia tunagusa pia kuna NGO zinajihusisha na mambo ya usalama. Mfano, NGO imejikita na mambo ya usalama, elimu ya usalama wa mtoto, au NGO imejikita na elimu ya usalama ya watu ambao ni disable, na zenyewe tumezigusa. Na tofauti ya hizi tuzo na tuzo nyingine ziko hapa. Hizi tuzo hazipigiwi kura mtandaoni kama tuzo nyingine, kwamba zinapigiwa kura mtandaoni, watu wanaanza kupiga kura. Kwa sababu gani? Nature hizi tuzo tunahitaji kwamba mtu fulani kashinda, ameshinda kweli. Ndio hapa mfano mmoja. Kampuni A ya ulinzi ina askari 2000, kampuni B ina askari 500. Kila kampuni wafanyakazi wa kusema waingie kupiga kura, kampuni yenye wafanyakazi wengi itashinda. Sasa basi, lakini ukiingia deep down, hiyo kampuni vibali vyake hajauisha, haiwapi wafanyakazi NCCF zao, haiwapi wafanyakazi vitendea kazi kama ambavyo wameamriwa kwenye document chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Lakini ni kampuni yenye wafanyakazi wengi sana. Kampuni haina address, physical address. Kampuni ukienda ofisini sio supportive. Kwa hiyo tunaangalia vitu vingi hadi mtu kuweza kupewa tuzo. Na ndio maana kuna kamati ambayo imekuwa ikichakata mwaka sasa, toka mwaka jana mwezi wa 6, imekuwa ikichakata, ikitembea mikoani, kwanza kwa walaji wanaokula huduma ya ulinzi na usalama ambao ni wateja, lakini baadaye imeanza kurudi sasa kwa watoa huduma ambao ni makampuni ya ulinzi. Kamati hiyo ina maswali karibia 15 ambayo hayo maswali yanapelekea kujua nani ambaye anastahili kushinda. Tunataka nini? Tunataka kampuni A ikishinda, hakuna maneno kwamba huyu hakustahili kushinda. Hatutaki kampuni ishinda kutokana na wingi wa watu. Tunataka vile vigezo. Je, inakidhi kuwa kampuni bora ya mwaka? Anakidhi kuwa mkurugenzi bora wa mwaka? Anakidhi kuwa CIT bora wa mwaka? Kwa hiyo mratibu mwenzangu atataja kategori zote ambazo zinawaniwa, lakini tumezingatia vitu vya msingi ambavyo hata mtu A akishinda, hata Wizara ya Mambo ya Ndani itasema huyu anastahili. Jeshi la polisi litasema huyu anastahili, kwa sababu ukiangalia vibali anavyo. Wafanyakazi wanapewa NCCF. Ukiangalia TRA analipa document, yani analipa kodi zote, hakwepi kodi. Ukiangalia hana kesi CMA. Walinzi hawampeleki CMA, hana kesi yoyote. Anafanya haki na anasimamia kutokana na kibali chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani aliyopewa. Majina anaitwa Michael Mhone, ni mratibu wa tuzo za TSSA 2026. Tutakuwa tuna categories 22 kwenye hizi tuzo, ambazo kategori ya kwanza itakuwa ni Security CEO of the Year. Hii itakuwa ni kwa local company peke yake. Kategori ya pili tutakuwa na Security CEO of the Year International Companies. Vile vile tutakuwa na kategori ya tatu Security Company of the Year, hii kwa local companies. Tutakuwa na kategori ya 4 ambao Security Company of the Year International Companies. Vile vile tutakuwa na kategori ya 5 inaitwa CIT Company of the Year. Vile vile tuna kategori ya 6 ambayo ni Best Company of the Year with Excellence in Corporate in Social
responsibility kwa zile kampuni ambazo za ulinzi ambazo zitakuwa zinajishughulisha na shughuli za kijamii. Tutakuwa na vile kategori nyingine ya 7 ambao ni fast growing security company of the year. Tutakuwa na ya 8 nyingine upcoming security company of the year. Ya 9 upcoming security CEO of the year. Alafu tutakuwa na ya 10, kategori ya 10 ni women security CEO of the year. Tumejitahidi kuangalia gender balance kwenye hilo. Kategori ya 11 tutakuwa tuna most influential security leader of the year. Vile tutakuwa na kategori ya 12 most trusted security company of the year. Tutakuwa na kategori ya 13 ambayo ni overall security company of the year. Kategori ya 14 ni best security event of the year. Ya 15 best security training company of the year. Kama alivyotangulia msemaji aliyopita alielezea vizuri hapo. Kategori ya 15 best security training company of the year. Tutakuwa vile na kategori ya 16 ambayo ni best company involved community education. Kategori ya 17 tutakuwa na fast growing director of the year. Ya 18 leading NGO in safety education for vulnerable and special groups. Ya 19 pia tutakuwa na security customer care of the year. Tutaangalia zile ambazo zitakuwa zina wajali wateja, wana huduma bora ya customer care. Ya 20 tutakuwa na best alarm system provider. Ya 21 tutakuwa na most professional security company of the year. Na mwisho kategori ya 22 tutakuwa na security brand of the year. Hizo ndo kategori zetu 22 ambazo tutakuwa tunadili nazo. Jina yangu ni Ismail Tuli, ni reservation officer wa Security Award. Napenda kutumia muda huu kuwakaribisha vyama vyote vya sekta binafsi ya ulinzi katika hafla hii ya kutoa tuzo, na pia napenda kukaribisha sekta nyingine za wadau kwa ajili ya jambo la kukarabati vituo vya 350 vya polisi. Na cha mwisho napenda kukaribisha mamlaka za kiserikali katika hafla hii ambayo ni mara ya kwanza Tanzania kutokea.